TET Soma Kwanza TV kwa habari na matukio mbalimbali ya taasisi. Mimi kama mdau mkubwa wa elimu ambaye nasimamia elimu ya awali na msingi, ambao hii kusoma, kuandika na kuhesabu KKK inawahusu watoto wa awali, la kwanza na la pili. Nimeupokea vizuri kwa kuwa utatusaidia sana kuweza kusimamia hawa watoto waanze kujua kusoma, kuandika na kuhesabu kuanzia darasa la awali mpaka la pili. Mkakati huu kwa maoni yangu utatusaidia sana kwa sababu taarifa za utekelezaji wa mpango huu zitatusaidia katika utekelezaji wa shughuli zetu za elimu za kila wakati. Ili mtoto aweze kusoma vizuri, stadi ile za kusoma, kuhesabu na kuandika ni za muhimu sana. Taasisi ya Elimu Tanzania tuko hapa kwenye sherehe ya uzinduzi wa mkakati wa kisayansi wa kuhakikisha kuwa watoto wetu wanafika darasa la 3 wakiwa wanajua kusoma, kuandika na kuhesabu. Sisi kama taasisi ya elimu katika mkakati huu tumejipanga kuhakikisha kwamba mkakati unatekelezwa, na majukumu yetu makubwa ni mawili. Kwanza ni kuandaa vifaa vya kutekeleza mtaala, na vifaa hivi ni vingi. Leo hapa tunaonesha vitabu, viko vitabu vya aina nyingi, lakini pia tumezingatia mahitaji ya elimu maalum. Tutahakikisha kwamba hakuna mtoto ambaye anaachwa. Lakini jukumu letu la pili ni kutoa mafunzo kwa walimu, kuhakikisha kwamba walimu wanaweza kuwa na umahiri wa kufundisha wanafunzi. Tuko tayari kuhakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanatekelezwa. Mpango huu unaozindua Mheshimiwa Rais umeelezwa vizuri sana mtendaji wa baraza. Singependa kurudia. Yako mambo makuu 5 tu ambayo tutakuwa tunayazingatia. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha namna ya ufundishaji kama ulivyoona pale Mheshimiwa Rais, kwa kufanya mafunzo endelevu kwa walimu na kusimamia namna bora zaidi ya kufundisha elimu ya awali, darasa la kwanza na darasa la pili. Pili ni maendeleo endelevu ya walimu ya kuandaa, kuwashirikisha hasa katika kuandaa vifaa vya kufundishia. 3 ni kuwa na nyenzo za kufundishia na kujifunzia ambazo umeziona Mheshimiwa Rais na zinapatikana kila eneo hapa Tanzania kwa sababu ni vizibo vya chupa za soda na kadhalika na kadhalika. 4 ni kufanya upimaji, na hii ni sehemu ya sayansi yake. Sayansi inatuambia ndani ya miaka 8 ile zege aliyosema mtendaji mkuu inabidi leo limetengenezwa na kuwa na shepu tunayoitaka. Tusipofanya hivyo ni vigumu sana kuja kuwabadilisha watoto. Ili kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri, tutakuwa tunafanya tathmini na upimaji. Na mwisho ni ushirikishwaji wa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla wake. Mpango huu utakuwa ni nguzo ya kujenga taifa imara linaloendelea kimaarifa na kuwajengea watoto msingi madhubuti wa kusoma fani mbalimbali. Ni ukweli usiopingika kuwa mtoto anayezimudu stadi za KKK mapema anakuwa na maarifa au hujenga uwezo wa kuelewa maarifa mapya, kufikiri kwa kina, kudadisi na kushiriki kamilifu katika kujifunza. Lakini nataka niseme, nimetembelea maonyesho, nimevutiwa sana na niliyoyaona pale sana. Na uzuri ni kwamba teknoloji tunayoizungumza hapa, bali ile ya iPad na mambo mengine na vitablet, ni teknoloji ambayo imefanywa na wabunifu wetu ndani ya nchi, ndani ya sekta ya elimu. Nimeona TV za maboksi, chupa zimeandikwa namba, watoto wanazungusha, anazungusha inakuja 1, 2 anazungusha. Marvelous. Sasa kwa kutambua hilo, serikali kwa upande wake nayo imejidhatiti kuhakikisha kuwa hakuna mtoto atakayefika darasa la 3 bila kuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Zuri zaidi, hata watoto wetu wenye changamoto mbalimbali, nimeona maandishi nundu mpaka kwa picha, kwamba mtoto asiyeona atakuwa anagusa, lakini picha ya ng'ombe iko pale, atakuwa anamgusa, atajua ng'ombe ana kichwa, tumbo, mkia, na ng'ombe ni mkubwa kidogo. Akifika kwenye mbuzi, goat, ataona kama ng'ombe lakini huyu mdogo kidogo. Wanagusa na wanapata ile feeling ya kumjua huyu ng'ombe, huyu mbuzi,
mambo mengine. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Wizara ya Elimu, kwa kweli mmejidhatiti na mkakati huu, na sina shaka tukienda hivi tutafanikiwa vya kutosha.